Channel 10. Wakati mahakama kuu ya Iringa ileo ikimhukumu askari wa FFU Pacificius Clovis Simon kwenda jela miaka 15 kwa kosa la kumuua bila kusudia mwandishi wa habari wa Channel 10 huko Iringa Daudi Mwangosi, baadhi ya wadau wamezungumzia mwenendo mzima wa kesi hiyo. Wakitoa maoni yao kwa Channel 10, wadau hao wamesema katika kuifuatilia kesi hiyo kuna vitu mbalimbali vilitiliwa mashaka, ikiwemo kutopata fursa ya kumuona mtuhumiwa kwa sababu ya kufichwa sura yake tangu kesi hiyo ilipoanza mpaka inatolewa hukumu, hali ambayo imedaiwa kuleta utata kuhusu mwenendo mzima wa kesi hiyo. Sababu ni serikali na jeshi la polisi ndio walikuwa wakiendesha hiyo kesi mpaka mwisho. Kuna mashaka makubwa kwamba aliyefungwa ni aliyemuua Mwangosi. Lakini kuna mashaka makubwa anaweza kuwa anafungwa mtu hewa. Kwa sababu kama hawakutaka aonekane wakati anashtakiwa, manake inawezekana wameshtaki mtu Kanyaboya, wakatoa hukumu, mahakama ikatoa hukumu yote itakayotolewa, halafu hukumu ile haitatekelezwa kwa sababu huyu aliyehukumiwa hatatekeleza hiyo hukumu kwa sababu Watanzania hawamjui. Kwa upande wa askari wajifunze, tukio la lile linapaswa kuwa funzo kwao na wajue namna ya kutekeleza wajibu wao kwenye mikusanyiko ya watu. Mara nyingi wanapenda kutumia nguvu. Matumizi ya nguvu sana, athari zake ndo kama zile zinazoonekana. Wakizungumzia hali ya usalama kwa waandishi wa habari, wadau hao wakiwemo waandishi wa habari wamesisitiza umuhimu wa kuwepo usalama katika maeneo ambayo waandishi wa habari wanatekeleza majukumu yao. Ule mswada ambao ulipelekwa bungeni kwa ajili ya waandishi wa habari, huo ndio utiliwe mkazo, kwa sababu ukiangalia waandishi wa habari yani ndio source kubwa ya kusababisha taifa likae na amani au lisikae na amani. Kwa kalamu zao wanaweza wakaharibu amani. Aziza Bakari, Channel 10. Waandishi wa habari mkoa wa Morogoro wamepokea kwa hisia tofauti hukumu ya kesi ya mauaji ya mwandishi wa Channel 10 mkoani Iringa Daudi Mwangosi iliyokuwa ikimkabili askari wa kikosi cha kutuliza ghasia Constable Pacificius Simon. Jimmy Mengele ametuandalia taarifa zaidi. Wakiongea na Channel 10, waandishi wa habari mkoani Morogoro ambao wamevaa nguo nyeusi na kuweka picha za marehemu Mwangosi katika profile za WhatsApp za simu, ikiwa ni ishara ya kukumbuka kifo cha mwandishi huyo. Waandishi wa habari wamedai ni hatua nzuri ya mahakama kumkuta na kosa muuaji huyo, lakini adhabu aliyopewa ni ndogo ukilinganisha na kosa. Waandishi wa habari mkoa wa Morogoro tumeamua leo hii kuvaa nguo nyeusi, lakini pia kuweka picha ya marehemu Daudi Mwangosi katika profile zetu za WhatsApp, kumaanisha kwamba leo hii ni siku ya mwisho, tunahitimisha kama ni hitima ya kile kilichotokea kwa Daudi Mwangosi. Utakumbuka kwamba leo hii ndio ilikuwa inatoka hukumu ya kesi ya mauaji ilikuwa ikimkabili askari polisi ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa kumuua Daudi Mwangosi. Kuna pamoja na kwamba mahakama ina haki ya kuhukumu, ina sheria zake, lakini kwa mimi binafsi kama mwandishi nimeona hii miaka 15 ni michache. Angenyongwa au kufungwa kifungo cha maisha kama wanavyofanywa watu wengine wanaofanya kitendo kama hicho cha mauaji. Kulikuwa kuna figisu nyingi kuhusiana na mwenendo wa kesi hiyo, lakini hatimaye leo maamuzi yamefanyika, haki imepatikana. Hii inaleta fundisho kwa watu wengine wanaoweza kuchezea waandishi wa habari. Jaji Paulo Kiwelo wa Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Iringa imemhukumu miaka 15 aliyekuwa askari wa polisi kikosi cha kuzuia ghasia Constable Pacificius Simon mwenye miaka 27 kwa kosa la kuua bila kukusudia Septemba 2 mwaka 2012 wakati wa uzinduzi wa matawi ya chama cha Chadema kijiji cha Nyololo Mufindi mkoani Iringa. Haya ni maamuzi ya waandishi wa mkoa wa Morogoro ambao kwa pamoja zaidi ya 80% ya waandishi wote mkoa wa Morogoro wamekuwa nguo nyeusi leo. Nikiripoti kutoka Morogoro, Jimmy Mengele wa Channel 10.